Na kwa namna pekee, wapendwa wana Kipaimara, mpo? Mmechoka? Awali ya yote, tumie fursa hii ya mwanzo kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na kutujalia sisi kuifikia siku hii muhimu. Aidha, natumie pia nafasi hii kukushukuru sana wewe Baba Askofu kwa kukubali kuja kushiriki nasi katika shughuli hii ya kutoa kipaimara kwa wahitaji hawa. Vile vile tunakupongeza kwa kuteuliwa kwako na kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo letu la Bagamoyo. Tunatambua sana kazi kubwa na nzito iliyo mbele yako ya kulisimamia jimbo hili jipya. Lakini sisi waumini wa parokia ya Chalinze tunayo imani kubwa nawe na tunakuahidi kuwa tupo nawe bega kwa bega. Washamba Baba Askofu, niruhusu pia nitumie fursa hii kuwashukuru watu wote walioshiriki kwa namna yoyote ile katika maandalizi ya siku hii ya leo. Na kwa uchache naomba niwataje makatekista wote walioshiriki kwa mafundisho na mafungo ya watakaji. Na washukuru pia wazazi na walezi kwa kuwahimiza watakaji, lakini pia kuwapa mahitaji yao. Tunawashukuru wanakwaya kwa kuipendezesha misa yetu ya leo. Na washukuru pia wote walioshiriki kupamba na kuandaa eneo letu, kusimamisha mahema, usafi na kadhalika. Ndugu zangu, orodha ni ndefu, lakini itoshe kusema ninatambua na halmashauri inatambua sana mchango wa kila mmoja wenu katika siku hii ya leo. Kwa namna yoyote ile na kwa namna pekee, lazima tunamshukuru Baba Kananga, paroko parokia yetu. Yeye ndiye aliyekuwa msimamizi mkuu akitoa miongozo. Ni dhahiri mafanikio ya siku hii ya leo ni matunda ya majitoleo yake makubwa. Baba Kananga, asante sana. Mwashamu Baba Askofu, parokia hii ilianzishwa mwaka 1968 ikiwa ni sehemu ya jimbo la Morogoro. Ilianzishwa kwa usimamizi wa shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu, Holy Ghost Fathers, na Padre John Mihedema marehemu ndiye alikuwa paroko wetu wa kwanza. Na kwa namna pekee tutambue kwamba padre huyu Holanzi alijitolea maisha yake na mwili wake umelala hapa Chalinze kuonyesha jinsi alivyodhamiria. Yuko hapo. Parokia imeendelea kukua na kutoka kwake sasa zimezaliwa parokia nyingine ya Mlandizi, Bwawani na Mdaula. Na kwa sasa parokia yetu ina vigango 8 na vituo vya sala 4. Mwashamba Baba Askofu na ndugu waumini, taasisi isiyo na dira wala mipango ni sawa na mtu mfu, popote alipo ameshafika. Hivyo katika dhima kuleta maendeleo ya kanisa letu, parokia yetu chini ya Baba Paroko Francis Kananga tulijiwekea mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Na katika mipango ya muda mfupi, yani kwa miaka 3, tulipanga: 1, kupunguza bili ya maji kwa kuvuna maji ya mvua. Tumetekeleza hilo kwa kuweka makinga maji na matanki ya hifadhi. Tulipanga pia kununua generator ili tumike pindi unapokatika. Tumefanya hivyo na sasa hivi hatusumbuliwi tena. Umeme ukikatika tunawasha generator. Tulipanga kukamilisha uzio wa kanisa na kufungua vyumba vya biashara. Tumefanya vile. Tulipanga kujenga upya grotto yetu ya Mama Bikira Maria. Tumejenga na inatumika. Tulipanga kuongeza eneo la kusalia walau kwa kuongeza banda na mahema kulingana na idadi ya waumini. Tumefanya hivyo. Tulipanga kununua runinga na mfumo ili waumini wanaosali nje waweze kufuatilia ibada. Tumefanya hivyo. Tulipanga pia kukarabati kwa ndani, walau kwa ndani, nyumba ya mapadre. Tumefanya hivyo kwa kubadilisha samani na vitu kama hivyo. Lakini katika mipango ya muda mrefu, sisi wanachalinze tulipanga kujenga kanisa jipya na kubwa. Mchakato umeanza. Tayari tunayo michoro
tuna vibali vyote vinavyohusika na ujenzi. Hatua iliyobaki sasa ni kutangaza zabuni kwa wakandarasi wa ujenzi ili ujenzi ukamilike. Saa yoyote zabuni ikikamilika, ujenzi utaanza. Lakini pia tulijipangia kujenga upya nyumba ya mapadre, nayo kama ilivyo kanisa tumeanza mchakato, michoro ipo, tutaunganisha kwenye zabuni hiyo ili kazi hiyo nayo ianze mara moja. Ni kazi mbili lakini hazitegemeani, ingawa watu ni wale wale. Kanisa linajengwa upande wake, nyumba ya padre itaendelea kujengwa vile vile. Lakini tulipanga pia kununua na kumiliki eneo la kuzika wafu. Eneo letu hapa limejaa. Tayari kama Kigango tumeweza kununua ekari 4 kwa ajili hiyo. Bado kuhuisha tu mambo fulani fulani ya kisheria, alafu litangazwe kwa sehemu ya wafu. Lakini kule Vigangoni pia tulikuwa tumewahimiza nao waanze mchakato wa kumiliki ardhi na kuongeza maeneo, ili baba ikikupendeza, na najua itakupendeza, ufungue parokia huku. Parokia yetu ni kubwa sana. Na katika hilo tunayo taarifa kwa Vigwaza wameshanunua eka 4, Chalezi Mzee wameongeza eka 1.5, Kwala wao wana ekari 52, lakini Ruvu wako kwenye michakato ya kufanya hivyo. Katika hali hii najipa matumaini na baba paroko na halmashauri wale kwamba tuko kwenye njia sahihi ya kujenga kanisa na kupanua himaya yetu. Lakini pia tulikuwa tumejipangia tujenge upya nyumba masista. Katika hili lazima tuseme bado mchakato haujaanza. Lakini si kwamba tumelitelekeza, hapana. Washa baba askofu, katika mchakato wetu wa miaka hiyo wa muda mrefu tulipanga pia kuinua hali ya utoaji wa sadaka, zaka na michango mingine ya kanisa. Hilo ni swala endelevu. Tumeanza vizuri. Tulipanga pia tuimarishe Vigango kwa kuhamasisha ujenzi kanisa mapya. Ilikuwa vibanda tu, nyumba za mapadre pale inapowezekana kwenye Vigango na vitu kama hivyo. Nafurahi kutaarifu kwa baadhi ya Vigango vimeanza mchakato huo. Ruvu wameanza, Vigwaza kadhalika. Magindo wametaarifu kwamba kwenye mchakato wa kuondoka pale walipo eneo walitoshi kwenda nje kidogo, ambako wamepata eneo kubwa na watafanya hivyo. Niseme pia kwamba tuko katika njia sahihi kwa kadri ya mipango yetu. Tulipanga pia kuinua na kuimarisha imani ya dini Katoliki. Katika hili baba paroko amejitahidi sana. Viko vyama vya kitume vingi hapa. Yeye mwenyewe amejitahidi kutembelea Vigango vyote. Mwasha baba askofu, wewe mwenyewe umetembea kwenye Vigango hivi, umejua umbali uliopo kwenda huko. Lakini baba huyu katika kipindi hiki ametembelea Vigango vyote, jumuiya zote, na kwa namna pekee ameweza pia kutembelea familia moja moja walao kadhaa. Lakini tumeimarisha vipindi vya dini katika shule za msingi kwa kuongeza idadi ya makatekista, lakini hata kuwaomba waumini wa Kristo wa Katoliki walio kwenye shule hizo wakiwa na nafasi waingie kwenye vipindi hivi ili kuweza kuinua imani ya dini. Lakini pia idadi ya waimarishwa leo inaonyesha dhahiri kwamba bado tuko salama. Mwasha baba askofu, tarehe 4 ya mwezi wa 5 2025 Baba Mtakatifu alitangaza kuanzishwa kwa jimbo jipya la Bagamoyo, na wewe ukateuliwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hilo. Hongera sana, sio kitu kidogo. Jimbo jipya, askofu mpya. Kwa nini wewe na sio mwingine? Baba Mtakatifu anajua. Wajibu wetu ni kusema asante sana kwa kupewa askofu wewe. Unatutosha. Tunakuombea maisha marefu, twende pamoja. Parokia Chalinze imekuwa moja hapa parokia zinazounda jimbo hilo. Tumepokea na tunaendelea kupokea maagizo, ushauri, maoni, miongozo na sera za jimbo letu jipya. Katika uchanga wake ni dhahiri lina changamoto nyingi sana ambazo zinahitaji ufumbuzi wa haraka, lakini kwa mipango na mshikamano wa wanajimbo wote ili kufikia malengo haya. Sisi katika ngazi ya parokia hapa Chalinze tumeweka nguvu kubwa katika
kufanikisha ujenzi wa kanisa jipya la kwetu na nyumba ya mapadre. Lakini hata hivyo, kwa kutambua shughuli iliyoko mbele katika ngazi ya jimbo na kuunga mkono juhudi za ujenzi wa jimbo letu jipya, tunajitahidi kulipa michango yetu kadiri ya maelekezo na kadiri ya hali yetu. Aidha, kwa unyenyekevu mkubwa sana na kuomba sasa upokee zawadi yetu, tafadhali mhasibu. Lakini pia mchango mdogo wa gharama za usafiri. Kwenye homilia yako ulikumbusha tugharimie usafiri. Lakini pia zawadi kutoka kwa wazazi wa waimarishwa na zawadi kutoka kwa waimarishwa wenyewe. Tafadhali husika. Baba tafadhali. Baada ya kusema haya ambayo nimeyasema, sasa ni kuombe radhi kama kulikuwa na mapungufu yoyote hapa na pale katika matayarisho yetu toka ulipofika mpaka utakapoondoka. Sisi tunakupenda. Haya mapungufu ni ya bahati mbaya, ni ya kibinadamu. Naomba kwa niaba ya halmashauri walei na waumini wote ni kuombe msamaha na karibu tena Chalinze. Asante sana kwa kunisikiliza. Baba Paroko tafadhali naomba muombe baba sasa aseme chochote. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya risala na maneno mazuri kutoka kwa mwenyekiti wa halmashauri wa walei parokia, sasa kabla sijamkaribisha baba askofu kuongea, alikuwa naona kuna watu mbalimbali wanapita hapa na sare zao. Niseme tu baba askofu, wale ni wanachama wa vyama mbalimbali hapa parokiani. Nisiwe mchoyo wa fadhila. Nashukuru sana vyama vyote vya kitume, lakini vizuri na vema kama mtajari kusimamisha haraka jitambulisha kwa baskofu juu ya utume wetu. Angalau tupita pambele tu atuone sisi na kina nani. Wako wengine walivaa kama shere kama sister, kumbe sio sister. Ni wamama tu ambao wanafanya utume. Nipende kuwakaribisha kila chama kijiandae, Charismatic Katoliki Tanzania waje hapa haraka wajitambulishe kwa baskofu. Wana Charismatic na Katuo Mtakatifu na wajiandae, Josefu, utume wa Fatima, Legio Maria, Charismatic. Amkusari leo. Natambua mlikuja na zawadi tayari, mshatoa tayari kwenye zawadi wakati wa kumshika baba mkono, au kama na nyingine zaidi na tunapokea. Baba askofu wa Charismatic Katoliki Tanzania parokia ya Chalinze. Tuwapongeze kwa makofi. Asanteni sana kwa utume wenu. Mtakatifu Ana. Mtakatifu Ana, Mtakatifu Ana. Ni kundi kubwa. Baskofu hawa ni mama ambao umoja wa mama ambao wamefunga ndoa katika parokia yetu. Sogee tuziwe tu, sogee wajua nakuja huko. Leo ni siku yetu, tuko na baba, tuko na kiongozi wetu. Basi vizuri kujua Mtakatifu Ana.
Mtakatifu Ana, Mtakatifu Ana. Baba hawa sio masista, bali Mtakatifu Ana ni mama ambaye amefunga ndoa, anafanya kazi za utume katika parokia hii. Asanteni na wanasali siku ya Charismatic wanasali siku ya Jumatatu. Wa Mtakatifu Ana wanasali siku ya Jumanne. Mtakatifu Ana, asanteni kwa utume. Natambua zawadi mmeshatoa tayari kwenye kapu la zawadi. Mungu abariki sana. Mtakatifu Josefu, Mtakatifu Josefu, Bwana Josefu, Bwana Josefu Baskofu ni wa baba waliofunga ndoa, walezi wa familia, walezi wa imani, na ni nguvu imara katika imani katika kanisa. Mtakatifu Josefu, Mtakatifu Josefu, Mungu abariki sana kwa utume wenu. Asanteni sana. Tunapenda kuwakaribisha sasa utume wa Fatima. Utume wa Fatima na Leji Maria wajiandae. Utume wa Fatima. Utume wa Fatima. Mama Maria, Mama Maria, mama wa wote. Baba Askofu, hawa ni wana utume wa Fatima, wanamwenzi Mama Maria kwa kulinda imani ya kanisa Katoliki. Asante sana wana utume wa Fatima. Mungu abariki utume wenu nanyi kwa ujumla. Sasa tunakaribisha Legio Maria. Wana Legio Maria. Hawa pia wana mwenzi, wanamtangaza, wanatetea imani ya kanisa Katoliki kupitia Mama Maria, kupitia sala na maombi yao. Mama Maria, mama wa wote. Asante sana, na chama hiki kimezinduliwa mwezi wa 8. Asante sana kwa utayari wenu. Mungu abarikini sana. Pia tunao watumishi wa altare. Naomba watumishi wa altare msimame mlipo. Hawa ni wasaidizi, hawa ni msaada kwa padri na kanisa na maandalizi yote ya ibada hapa parokiani, kanisani. Asanteni sana kwa utumishi wenu. Mungu awabariki sana. Na wengine tumekuwa mapadi kupitia utume huu wa utumishi. Pia tunao watoto wa vipapa. Watoto wa vipapa, rafiki wa Baba Mtakatifu, rafiki wa Baba Askofu, rafiki wa kanisa. Vipapa mlipo popote, vipapa mpo.
Asanteni sana, asanteni sana. Kuna majenerali wa imani. Majenerali hao wa imani. Kama ni kina Naamani vile katika jeshi la kule Israeli. Hawa ni makatekista wetu. Naomba makatekista msimame. Hawa ni walimu. Hawa ni walimu, walezi wa imani, na ndio sababu kubwa ya mafanikio ya imani katika kanisa na parokia. Makatekista, asante sana. Mungu awabariki sana kwa utume wenu. Pia nipende kuwatambulisha kwenu wanakwaya. Wanakwaya, naomba msimame mlipo, afu mpingie mkono. Tumwimbie Bwana. Tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Mnanogesha, mnapendezesha, mnafurahisha, mnasaidia, mnawezesha utume uendelee wa kanisa. Asante sana na kwaya. Nipende pia baba askofu kuwatambulisha kwako masista wanaofanya kazi katika parokia yetu. Kuna masista kutoka Mgolole, Moyo Safa Maria, lakini pia kuna masista kutoka Santa Alfonsa, ambao wote kwa pamoja tunashirikiana nao kufanya kazi za utume katika parokia yetu. Naomba masista msimame, mpungie mkono. Asanteni sana sana sana. Asanteni sana sana kwa utume wenu uliotukuka. Kuna chama kile ambacho kinahusika na mambo ya kilimo, bustani, CW. Wapo naomba na nyinyi msimame tuwapongeze. Ukitaka mboga nzuri isiyokuwa na kemikali, basi unapata huko kwa wenzetu hawa. Kristo, basi soka nimesahau. Kristo tumale letu. Wapo pia vijana viwawa katika parokia yetu wanaochangamsha sana ibada zetu. Kwa tusimame. Mapendo daima. Kwa wanaonekana wachache wanaojitokeza, lakini moto wakotea mbali. Wanafunika katika mambo mengi sana katika parokia yetu. Asanteni sana vijana. Vijana mpo? Vijana mpo? Naomba niwatambulishe pia wanawake WAWATA. WAWATA, tusimame wote. Wanawake wote. Ndani yake kuna Mtakatifu Ana, kuna viwawa, kuna Legio Maria, kuna utume Fatima. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Kwa upendo wa Kristo. Kwa upendo wa Kristo. Kuna chama fulani cha wanaume uwaka. Wanazimia wanafufuka, wanazimia wanafufuka. Leo amefufuka uwaka. Tusimame wanaume, tusimame. Kristo, mimi nawaita hapa injini ya imani. Injini ya imani. Nani hawa? Injini ya imani, moyo wa imani. Wako wengi kweli. Karibuni sasa wamesambaa parokia nzima mpaka Vigangoni.
Kwa kweli wana moto wa ajabu, nguvu ya ajabu katika utume katika parokia yetu. Na hata wakati wa kupa mkono, umeona kundi kubwa alikuwa liishi, lakini pia walibeba pamoja na bahasha, lakini pia walibeba na mwanambuzi. Hawa sio wengine, Moyo Mtakatifu wa Yesu. Tusimame. Wana moyo tuje hapa, wana moyo tuje hapa, wana moyo. Askofu, tofauti ya wanamoyo wa Chalinze na sehemu nyingine wanamoyo ni wazee, wabibi, wababu. Lakini Chalinze hii moyo imechukua wababu, wabibi, wamama, wababa, vijana na watoto wote wapo. Moyo Mtakatifu wa Yesu. Moyo Mtakatifu wa Yesu. Asanteni sana kwa moyo wenu wa utume. Mungu abariki sana. Huko kuna amani, moyo tulia. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, leo ni siku ya Pentekoste, siku ya Roho Mtakatifu, siku ya kuonyesha vipaji vyetu. Ndani ya kanisa kuna vipaji vingi sana. Kuna walimu, kuna wataalamu mbalimbali, vipawa mbalimbali. Leo hii naomba tuonje kipaji cha mtoto mmoja. Tuone Mungu anavyofanya kazi ndani yake. Kuna mtoto mmoja anaitwa nini? Prosper. Prosper, upo? Baba Askofu, naomba kwa ruhusa yako tumruhusu kijana huyu, mtoto huyu atuonjeshe utamu. Upi? Sogeza baba. Wakati Baba Askofu anauliza maswali, ilikuwa kazi kuhusu Biblia. Wengine akiwa mpaka apate msaada kutoka kwa wengine, kutoka kwa walimu. Lakini kijana huyu Baba Askofu amejaliwa, ana kipaji cha kushika, kukamata. Sio tu mambo ya duniani, mambo ya masomo lakini pia mambo ya imani, mambo ya dini. Anaweza akataja vitabu vyote vya Agano la Kale na Agano Jipya bila kusoma. Yote iko wapi? Kichwani. Shuhudia. Pokea hilo. Pokea. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Vitabu vya Agano la Kale: Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu ya Torati, Yoshua, Waamuzi, Lusu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati ya kwanza, Mambo ya Nyakati ya pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mesali, Mhubiri, Wimbo ulio bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki, Tobiti, Hekima ya Solomoni, Sira, Baruku, Wamakubayo wa kwanza, Wamakubayo wa pili. Vitabu vya Agano Jipya: Mathayo, Marko, Luka, Yohane, Matendo, Walumi, Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai, Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito,
Filemoni, Waebrania, Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohane wa kwanza, Yohane wa pili, Yohane wa tatu, Yuda, Ufunuo. Mmesikia? Tulieni kwanza hapo kidogo, akampe mkono baba askofu kule. Naomba kwanza baba askofu akupe mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine anajua kitabu kimoja au kiviwili, yeye anajua vitabu vyote, ameandika kichwani. Makofi kwake. Sasa naomba, mna haki, anastahili kupongezwa. Haya, mpongeze wote wanaopenda kumpongeza, mpongeze. Hicho ni kipaji, hiyo ni karama. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mmeona? Mmesikia? Basi mimi ninapowashukuru sana kwa maandalizi yote yaliyotendeka, yaliyofanyika mpaka kufikia kile chake siku ya leo, kuwezesha, kusaidia, kufanikisha zoezi letu la kipaimara katika parokia yetu. Tunavyojua tangu jimbo letu lianzishwe, lisimikwe, hiki ni kipaimara cha kwanza katika parokia yetu. Na kwa mara ya kwanza baba askofu anatoa kipaimara katika parokia yetu katika jimbo jipya. Ni historia tumeiandika na inaandikwa. Na waliopata leo kipaimara wamepata na baba askofu mpya, jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa hiyo kati ya wale wenye bahati, sisi tumebahatika sana. Lakini kabla baba askofu hajaongea neno, nitaka kusema neno hili hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaambiwa zamani la Midema, enzi hizo kanisa linajengwa, ili kanisa lilikuwa la kiwango. Lilikuwa la kiwango kanisa hili. Watu wakitoka Mwanza, wakitoka wapi, Arusha, walikuwa wapita hapa zamani hapa kwenda Dar es Salaam, alikuwa siku nyingi. Wote walikuwa nashangaa huu mnara na jengo hili. Enzi hizo lilikuwa kanisa la kiwango. Watu wote walikuwa nashangaa, na ilikuwa ndio kituo. Unaona wapi Dar es Salaam, umefika Charinze kwenye kanisa zuri, basi ilikuwa kanisa zuri. Na katuo pia, nyumba ya padri ilikuwa nao ya kiwango. Hiyo nyumba ya padri unavyoiona hii, enzi hizo, wakati huo ilikuwa imefunika. Na zamani kitu kizuri kanisani, nyumba nzuri kanisani, kanisa zuri, mambo mazuri kanisani. Siku hizi imekuwa tofauti. Wale ambao walikuwa wanashangaa kanisa zuri, nyumba padri nzuri, sasa hivi akipita hapa anashangaa, ili kanisa au nini? Wakiangalia nyumba anakaa padri nyumba hii. Msogope kuangalia, ndio nyumba yetu hiyo. Hiyo ndio nyumba yetu. Ndani mle kuna kreki, usiombe. Mara siku nyingine ingi katokea jongolo, yani panya usiseme, kuna makreki. Mvua ikinyesha kubwa hapa, ukikanyaga usiku, ukiamka kwenye giza, uko kwenye maji. Na mmeona ushahidi mpaka tumebomoa nini pale, mnaona tumebomoa, tumeka kolongo maji yapite. Ilikuwa na wengine mwaka jana mashahidi, tuliomba watu waje wa dini wakaoshe maji kwenye nyumba ya padri. Sasa sio kwamba nyumba padri ndio ya mfano imekuwa kama vile ya mwisho. Nawaambia siku zote, angalia nyumba yako, angalia nyumba padri. Wewe peke yako umejenga nyumba nzuri ya kiwango, lakini waumini wote parokia nzima tumeshinda kujenga nyumba ya kiwango. Sasa kila mmoja anapita hapa anashangaa, ili watu wamehama hapa wapo. Hivyo wanashangaa magari yamejaa, wametoka wapi watu hao?
Maana majengo yetu ni kama vile mahame watu wameondoka. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kulala humo ndani uwe na moyo vile vile. Uwe na moyo. Lakini kwa kuwa haja utume nifanyeje? Tunavumilia. Lakini kwa nini tusijiongeze? Kwa nini tufurahi hali hiyo? Jana kaja mmoja, "Kanyumba bali miaka yote hivi tu kakasirika." Sasa nakasirikia mimi, mbona mimi mgeni hapa bwana, na wewe ndio mwenyeji. Si leo yupo Thomas, yupo leo. Thomas yupo. Tumsifu Kristo. Akasema nitasema neno leo. Kuhusu nyumba padi. Sasa si imekwaje? Basi baada ya kuja askofu ameona hilo, ametusi, ametuomba kuhusu kanisa letu, kuhusu nyumba padri. Hapa ndio makao makuu ya dekania ya Chalinze. Makao makuu ya kanisa hapa Chalinze. Hata askofu anapotoka kule Bagamoyo makao makuu anategemea aje hapa pumzike akiwa na wageni wake. Hapa tuko njiani barabarani, mapadri kutoka wapi Arusha, wapi Tanga anapita hapa. Wakati mwingine mpaka naogopa kuwakaribisha. Ukija usiku, ukija utaka uonje hapa, uingie ndani, ufesi nyumba padri pale. Uweze kuamini ni nyumba padri au vipi sijui. Juzi kaja baba mmoja, padri mmoja, anatafuta nyumba padri. Kana kama sister, akadhani badala kuku kumbe nyumba padri. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini mwiko kukata kwa Mungu yote. Kwa Mungu yote. Charizo yote yanawezekana. Tumsifu Yesu Kristo. Nimsumbue tabu askofu. Inawezekana kwa maneno yake, kwa namna yake. Kabla hajaongea neno la mwisho basi sitaki kusema chochote. Baba ni baba, anajua atuelekeze tufanye nini hasa kwanza siku ya leo na umati huu na furaha siku ya leo. Baba askofu, karibu katika hili jambo kubwa tukufu la kanisa letu, parokia yetu, sehemu ya jimbo la Bagamoyo. Karibu sana Basko. Mheshimiwa sana baba paroko, waheshimiwa watawa, kamati tendaji, vyama vya kitume nilivyoviona hapa vingi, waimarishwa, wazazi na wasimamizi, waumini wote wa parokia hii ya Yohane Mwinjili. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Nichukue nafasi kuwapongeza sana. Na wapongeza cha kwanza kudhamiria kujenga kanisa na kudhamiria kujenga nyumba ya mapadri. Hongereni sana. La pili, kwa vyama vyenu vya kitume vingi. Ila tu ambacho nilikuwa nawaomba, hivi vyama vya kitume visije vikadhoofisha UWAKA na WAWATA. Kwa mfano tulikuwa na UWAKA na WAWATA pale Bagamoyo tarehe 14. Siyawaona nyie. Kwa hiyo unaweza kafikiri mimi niko mtakatifu Ana, mimi niko mtakatifu Yosefu. Kwa hiyo mimi si UWAKA. UWAKA ni wanaume wote wa Katoliki na WAWATA ni wanawake wote wa Katoliki. Sawa jamani? Kwa muonekane. Kwa hiyo nitakapowaona nasema Chalinze hiyo, WAWATA Chalinze, UWAKA Chalinze, na tumepanga kila tarehe 14 mwezi wa 10 UWAKA na WAWATA watakutana tena pale Bagamoyo. Kwa nia maalum, na tena ni UWAKA na WAWATA wao wenyewe wameamua hivyo. Si tukaidhinisha tu kwamba iwe hivyo. Kwa hiyo nawaomba hivyo. Vyama vya kitume hivyo ni muhimu sana kwa kuamsha imani yetu na wajibu wetu kama Wakristo
Na kwa sababu hiyo kwa wingi wa vyama vya kitume nategemea umoja mkubwa sana katika parokia ya Chalinze, ushirikiano mkubwa sana katika parokia ya Chalinze pamoja na paroko wenu. Sawa jamani? Mmesikia? Lakini manake wasije wakatokea hawa vyama vya kitume wakaanza kuongea kwenye giza. Sawa Tuongee kwenye mwanga, tuongee peupe. Manake mkiongea kwenye giza sasa vyama vile vyote vile, na hili limetoka wapi? Kwa nini linatoka Chalinze? Kwa nini linaongelewa pale? Mmenielewa ninachosema muwe kweli na vyama vyenu hivyo vya kitume viwasaidie kabisa sasa kuwa na maneno yale matatu niliyotaja toka mwanzo: transparency, accountability, responsibility. Hivyo vitatu. Yani kiasi kwamba unachokitamka ukionje moyoni, na tuone jinsi inavyopaa Chalinze. Sawa jamani? Naomba sana tusije tukaongelea gizani. Nadhani mmenielewa hivyo. Vyama vya kitume vizuri sana hivi, vingi sana hapa, kwa sitegemei haya tena. Sasa najua kwamba jimbo jipya linapoanza ni sasa unapoweka mchanga. Kwa hiyo unapotikisa linajitikisa, likijitikisa mwisho linasa tulia, si ndivyo jamani? Kwa hiyo tutulie na tutumie vizuri vyama vyetu vya kitume hivi vizuri sana, na nawapongeza sana kwa na vyama vyetu vya kitume Chalinze. Sawa jamani? Pamoja na hilo nilikuwa nafuatilia risala yenu. Mmeandika kuinua hali ya utoaji wa sadaka, zaka na michango mingine ya kanisa. Mmesema ni swala endelevu, lakini mmeliweka kwenye mipango ya muda mrefu. Nadhani hili kama ni endelevu liwe pale mwanzoni katika mipango ya muda mfupi ambayo tuone, kwa sababu mwisho wakati nasema Mtakatifu Ana tuone anatoa nini, hawa Mtakatifu Yosefu wanatoa nini, ili wamsaidie baba paroko. Amefanya bidii kubwa kuanzisha vyama hivi, ana maana yake sasa aweze kuona sasa ufanisi wa uchungaji, ufanisi wa tuseme utume wa walei unaonekana. Akisema Mtakatifu Ana sasa kwenye kanisa matofali yameshindikana, Mtakatifu Ana hao, au Mtakatifu Yosefu, au moyo mtakatifu wa Yesu, ili wasi wakadanganyika kuweka kwenye kisonjo shilingi 50. Wakamdanganya baba paroko wakaja kundi lote, lakini wakatoa 50. Watakuwa wanamdanganya baba wa watu mwenye kuonyesha bidii yote hii. Nianzishe vyama vya kitume kwa ajili ya kuonyesha utume wa walei kwamba unasitawi, lakini mwisho wakati akienda kuangalia kuchungulia kwenye kisonjo kile, najua anaona shilingi 50,000. Akisema Mtakatifu Yosefu watoe nani yao, anashanga kuna 50 inapatikana ndani. Kwa hiyo muonekane. Sawa jamani? Msaidie kweli kweli sasa. Amewasifu na nyinyi msifu sasa. Amewaita hapa mbele na nyinyi muonyeshe sasa shukrani. Anawapenda, mpendeke. Sawa jamani? Kupendeka maana yake ni kuonyesha hiyo shukrani kwa kuishi vizuri, kwa kuonyesha utume wenu vizuri katika parokia yenu. Sawa jamani? Ni jambo muhimu sana. Maana sisi sote, mimi nilikuwa namwambia baba paroko, nasema unajua na mimi najua nilikuwa paroko, nafahamu nini maana ya parokiani. Pana ugumu wakati fulani unaweza kufanya mambo mazuri sana, lakini bado baada ya shukrani unapokea maneno ya ajabu.
Unaona Unashangaa mtu amezunguka, ameenda kusema jambo lako ambalo ni la kutunga. Hiyo sio nzuri, sawa jamani? Ili tuweze kuwa wana Bagamoyo ambao tunaongozwa na umoja na upendo na ushirikiano, maneno ya chini chini si mazuri. Maneno ya kuzunguka zunguka si mazuri. Mtu anayekupenda anakuambia moja kwa moja, sawa jamani? Unakuja unamwambia samani 1 2 3. Hata kama mimi ni askofu hapa, wanafunga safari unakuja pale Bagamoyo, baba kwa hiki 1 2 3. Tunaelewana bana, najua kabisa ukweli unauma lakini unaponya. Kuliko kuzunguka ni kuchafua ambayo sio nzuri. Kwa tupendane. Vyama vya kitume hivi nimefurahia sana kuviona hivi. Na nimeweka tayari alama ya kudumu ndani mwangu kuhusu Chalinze vyama vya kitume vingi. Na nitashuhudia umoja, ushirikiano na upendo wa dhati. Sawa jamani? Kwa naitegemea hiyo kutoka kwa wanachalinze. Nimefurahi kuona moyo mtakatifu wa Yesu hapa. Tena tutakuwa na sherehe yenu na moja si wapi. Nitasema wanachalinze mko wapi? Nitawasimamisha pale wanachalinze wenyewe. Na ikiwezekana nitasema mje mchange hapa tuone mnavyotoa. Alafu nitahesabu Chalinze wametoa 1 2 3. Sawa Kwa naomba hilo, nawaambia ili tuweze kuelewana vizuri. Baba huyu kama alivyojieleza pale yuko kwenye Maisha Plus. Kwenye nyumba yenu ile. Nyie mnalala pazuri, nyie watu nyie mnalala pazuri nyumbani kwenu, lakini huyu baba huyu hata siku moja nikasema hivi nyumba mtu akija anakaanza kutafuta. Na ninyi niliwaambia wazi wazi kuhusu kanisa hili miaka 50. Kwa muonyeshe mkoje. Sawa jamani? Hilo nawaomba sana. Nadhani kuna askari pale, hao wanafanya nini hapa? Wanatupigia kelele hapa, waende kwao huko. Huyo askari ambaye yuko pale naona anatulinda, waambie wanapiga kelele pale. Sisi tuko kwenye ibada. Watawekaje hapo uchokozi huo? Kwa hiyo hilo naomba tuliweke vizuri. Na nafurahi vile vile kwa vigango kwamba vinaanza sasa kujenga, kuwa na mawazo ya kuwa na maeneo ambayo ni muhimu sana. Tuwe na maeneo hayo yatatusaidia baadaye, kama mlivyosema ninyi wenyewe kwenye risala kwamba kesho na kesho kutwa itakuwa parokia. Na si tukuwa na maeneo, tafuteni hati miliki muwe nayo, itawasaidia. Sawa jamani? Hiyo ninawaomba. Hivi najua muda umeenda na njaa zinauma yote. Najua, lakini nyinyi wenyewe mmeamua tuwe hivi, sio? Kwa hiyo lazima tuende vizuri. Nina matumaini makubwa. Pengine mwakani nitakiona kigango kilichochanua nikitangaza parokia teule kwenu. Sawa jamani? Nitakapokuja tena ninaomba hivyo. Sawa Sasa ninaombi kwenu la mwisho. Baba Paroka amewasifu sana. Na mimi nataka nihakikishe ni wasifu sana mwishoni. Naomba sasa mnionyeshe mlivyo leo kwa kuchangia ujenzi wa kanisa. Nitawaita kwa vyama hivyo vilivyotajwa hivyo. Tena nitaweka pembeni wa hesabu, tuseme Moyo Mtakatifu wa Yesu ametoa hiki. Kama walivyowaita hapa, si nimewaona? Atakuwa ananikumbusha Baba Paroka. Nashika kisonyo mimi mwenyewe. Haya, Moyo Mtakatifu wa Yesu, naomba kisonyo. Naomba Moyo Mtakatifu wa Yesu mje mbele kujitolea kwa ajili ya ujenzi. Hata kama mnataka kuahidi, muahidi, nitawapa kipaza sauti. Ambona. Mpe sister. Moyo Mtakatifu wa Yesu, karibu.
Muharakishe sasa, muda umeenda Kimbieni, wasema ni injini nyie. Haya tuone. Njoni hata muimbe sisikilizi hiyo. Mimi nataka nione matendo. Nataka nione matendo yani. Nani anaongea? Tumsifu Yesu Kristo. Mwashamba Baba Askofu, wana moyo pamoja na kwamba atatoa chochote hapa, lakini tunaahidi kuchangia 200,000. 200,000 lini? Tunaendelea na ujenzi mama. Wiki hii Askofu tutakabidhi. Baba Paroko umesikia Haya tuweke mlicho nacho. Haya tuweke. Nachungulia Nachungulia kabisa unachoweka. Tutoe. Moyo mtakatifu wa Yesu. Naomba muweke. Naangalia. Sasa uchukue wewe ukahesabu. 200,000 yenu na hii hapa. Chukua hapo ziokote tu, mbona sio nyingi. Mtakatifu Ana. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusiende kutoka nje, tubaki hapa ndani. Tusimkimbie mgeni, tusichoke maneno. Usionyeshe kuchoka, wote tumeanza pamoja. Wenzetu tumetoka Bagamoyo hawajachoka. Iweje hapa wewe uchoke, na kama umechoka tuwe wavumilivu. Mtakatifu Ana, kimbia Mtakatifu Ana. Nimeambiwa kwamba mnakuwa kama masista, lakini sio masista, ni utume. Kimbieni wakina mama, mje. Alafu Mtakatifu Yosefu mjiandae. Na kwaya mjiandae. Hakuna kuimba. Haya, nani mzungumzaji? Mama. Haya, tuongee mama. Mama mje hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu, tutaahidi 200,000. 200,000 na hasa sasa mdondoshe, mnaangalia. Angalia. Mchukue msiondoke, lakini mnahesabu wenyewe. Hapo ndo mniambia mmepata ngapi. Nashika mwenyewe. Nashika mwenyewe. Lakini nachungulia mnachoweka Naangalia. Haya, kote sasa mkazihesabu. Sio wote sasa mtahesabu. Chukua tu, mbona sio nyingi sana. Jamani, Mtakatifu Yosefu mbona hawajajipanga? Mtakatifu Yosefu. Mmekuja kwa madawa hapa jamani kunisalimia, sasa mmekimbia. Jumla tunataka. Hapa tumepata shilingi 38,500 tukijumlisha na 200,000 itakuwa 238,500. Nani anaandika? Nani huyo anaandika? Muandike bwana. Mtakatifu Yosefu, viwawa mjiandae, mtaka kuita mtuchelewesha kabisa tena wakati ule. Viwawa. Mjiandae, muwe tayari, yani sio kwamba ndio mtoke wakati ikifika muda Haya. Mzungumzaji. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Basi hawa mnayowaona ndio Mtakatifu Yosefu, wasimamizi wakuu katika kanisa hili. Lakini tunasema hivi kwamba sisi kwa kipindi hiki tutachangia 500,000. Ahadi yetu ndio hiyo 500,000. Lini? Mpaka lini baba mtakuwa mmemaliza? Ujenzi unaendelea Kwenye mwisho wa mwezi huu sisi tutakuwa tumeleta 500,000. Nataka tuandikwe hivyo, mwisho wa mwezi huu tunaleta 500,000. Asante sana. Asante. Haya, karibu sasa mlicho nacho. Haya, mimi naangalia umo. Karibu. Mtakatifu Yosefu tawaweza bwana? Wawezi. Nimeona hapa kidogo ninyang'anye yote hiyo. Sasa mhesabu sasa. Mchukue. Hesabu tu. Mhesabu.
Mrema yuko wapi? Ndibarema. Wewe Ndibarema wewe tutanyang'anya senene hizo. Haya asante, wengine muende wabaki wanahesabu. Tunaomba nani hao? Tunaomba viwawa. Naomba viwawa. Mwahidi bwana. Mamilioni ya pesa upo mwenyekiti hapa. Mamilioni? Hapa ni hiyo ndugu yangu mamilioni. Viwawa ndio hawa tu. Hao wengine wameshazeeka tayari. Sema. Mapendo daima. Mapendo Daima. Viwawa tunaahidi 200,000. Lini? Mwisho wa mwezi. Haya, mwisho wa mwezi muandike hivi. Mkahesabu hizo. Tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Ana tumepata 72,000. Sasa na zingine hizi waka kabisa 200,000. 200,000 na 72,000. Haya, asante. Haya, mwakabidhi wanaopokea hao. Nani anapokea ila hiyo? Chama gani nimekisahau? Kwaya upakata. Karibu bwana. Njoo. Wanakwaya. Waitwa wanakwaya. Jamani, anayepokea hela yuko wapi? Hebu mwatangazie kwanza. Tunaomba asogee mpokeaji hapa. Mtakatifu Josefu tumepata 85,000 kwa kipindi hiki. Kwa hiyo jumla na ile mlioahidi 585,000. sawa kabisa. Jamani, anapokea nani? Mhasibu ujenzi, mna ujenzi na parokia. Hakwaya mbona mji hivyo? Vipi tumwimbie Bwana bwana? Paroka amewasifu kabisa hapa, alafu ninyi vipi bwana? Tumwimbie Bwana. Kwaya tunaahidi shilingi 300,000, lakini kwa sasa hivi kwa kila mtu alichonacho tuweze kuchangia. 300,000 lini? Tutaitoa mwisho wa mwezi huu. Mwisho wa mwezi huu. Sawa. Haya jamaa alionacho. Hapo mtahesabu. 300,000 sio mchezo, ongera. Ni kwaya chache sana zinatoa hiyo bwana. Nana na hesabu. Baada ya kuja. Kwa chama gani kimebaki? Hata si kama anaeleweka sasa, maana yake vipapa, utoto mtakatifu, njoo. Utoto mtakatifu njoo. Mhesabu chukua sasa. Hizo zote tunachukua tu. Utoto mtakatifu njoo. Na mlezi wenu. Sawa. Utoto mtakatifu. Jamani tunachelewa, njoni. Walezi mtangulie, njoo.
Haya, nani anasema kwa niaba? Hapa kila mtu aonekane katika nafasi yake. Mapendo. Usto Mtakatifu tunaahidi 100,000. Lini? Mamezi lini? Tunaahidi 100,000 mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi 100,000, mlicho nacho wekeni hapa. Hapo mtahesabu nyinyi wenyewe. Wana kipaimara wote njoni. Ha. Nyinyi si utoto mtakatifu. Au nyinyi ni utoto gani? Njoni hapa muweke hapa. Jamani, kipaimara wako wapi sioni? Tunaenda kumalizia namalizia. Aje mchukue zingine hapa. Wengine sasa wanaweka mikono mitupu hapa. Naona wengine wanatupa mikono tu. Nyingine ziko humu. Haya, weka. Utoto mtakatifu hawa, mtawashinda viwawa. Haya, muokote sasa hizi, muhesabu hizi. Mchukue tu. Chukua, chota. Au nipe nyingine ile. Nenda nayo ile. Naomba sasa wote mliopo hapa. Ngoja nishike hicho. Haya, wote bwana wewe, kuna wengine ambao walikuwa naogopa kusema sitajwe. Tuliopo wote mwenye nacho chochote naomba weke humu ndani. Kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Chalinze. Karibuni. Tumuunge baba askofu, waumini wote mstari tuje kutoa. Naomba wimbo mzuri utakao msomesha kila mmoja kutoa. Sasa tutoe mbele ya baba yetu, kiongozi wetu katika kusaidia ujenzi wa kanisa hapa Chalinze. Karibuni nyote. Tuchangamke, tusichoke kumtolea Mungu. Ndio toka mbali vigangoni, wapi mzunguko kwa baba wa kirume, hata kutoa mara 3 leo, basi Mungu atakubariki. Karibu. Wanakwaya wimbo vipi wanakwaya? Karibuni. Tena ukija usije kwa kukasirika, kwa kununa, njoo na tabasamu. Mwenye nacho chochote, karibuni. Leo ni leo, mpaka saa 9 Saa 9 kabisa. Njaa inauma. Mbele ya Yesu hakuna njaa. Karibuni sana waumini, Baba Askofu
kanisa ni bahati, ni fursa. Bahati ulioipata itumie. Asante sana. Nana na hesabu huyu. Mchukue hivi. La mwisho kabisa nawashukuru sana kwa ukarimu wenu. Mungu awabariki. Karibuni nyumbani kwenu Bagamoyo. Mtanikuta, mtanisalimia, mtanikuta pale. Karibuni sana. Na kila mmoja ajisikie nyumbani kama nilivyosema, tujisikie sana nyumbani. Na ukiona naambiwa kitu usije ukafikiri kwamba unachukiwa, ila ujue kwamba tunapendana sana. Mtu ambaye akupenda kuambii mazuri, anazunguka tu pembeni. Lakini yule ambaye anakupenda anakuambia moja kwa moja, anapenda uwe katika hali nzuri. Huyo anakuambia vizuri kabisa. Na kawaida inabidi tuwe hivi, kwa sababu lengo letu tuende mbinguni. Kwa sababu mwisho wakati tutakapofika mbinguni watatuambia ulimwacha mwenzako anafanya 1 2 3 kusema. Hili litatuongoza katika kuleana, katika kuongozana na kufanya vizuri. Na tutakuwa wazuri. Na tulee dhamiri zetu za Kikristo ni alama nzuri sana itakayotuongoza sisi kuishi maisha yetu ya kimaadili. Kwa sababu itatuambia hapa nakosea, hapa nafanya vizuri, hapa umechepuka, hapa umefanya hivi. Lakini tukiziacha tu baya zuri sawa, hatutaweza kwenda pazuri. Kwa hiyo niwatakie yote mema. Kama nilivyowaambia niliposali hapa mwanzoni Jumapili moja hapa, parokia Chalinze tunaitegemea ni kati ya parokia kubwa katika jimbo la jipya la Bagamoyo. Ni kati ya parokia kubwa. Kwa hiyo juu kama yani tunaitegemea sana hii. Na kwa sababu hiyo tunaombea mambo yote yaende vizuri. Tunaomba yani tuendelee kuleana, kulipenda kanisa na kujitolea kwa ajili ya kanisa. Tusiridhike na kale kadogo tunakokatoa. Kumbukeni kutoa si utajiri, kutoa ni moyo na upendo kwa imani yako. Hivyo tu. Si kwa ajili ya kutishiana, kwa sababu wengine wanatishia kiasi kwamba watu wanatoa sadaka za kujimaliza. Sisi Wakatoliki tufanye hivyo hata siku moja. Na ndio maana nasema unapotoa sadaka yako, hata mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kuume unafanya nini. Ni kutotokana na hilo, na mafundisho yetu tunaenda kwa mtindo huu. Na ndio maana tukifanya vizuri kwa upendo wote, nawaambieni Chalinze itakuwa ni moja kwa moja hivi. Vigangoni na parokiani yote mkishirikiana. Na nawaomba halmashauri ya walei, kamati tendaji zote hizi ziwe msaada kwa paroko, msaada katika utume, ziwe msaada. Kama mlivyoeleza katika risala, baba paroko wenu anafanya kazi kubwa sana na nyinyi mnakiri. Na sasa msije mkamuongezea stress. Mkizusha kitu unamuongezea nini? Stress. Hivi mtafurahi mkiona kwamba hatokei kwenye nyumba ile. Yana anatoka sasa, hatoke. Yana tokei. Yana ndio ameondoka hivi yani. Mtafurahi? Sio vizuri. Kwa hiyo msimuongezee stress, muwe sasa msaada. Anafanya kazi kubwa, mmesema mmeshuhudia nyi wenyewe kwenye risala ambayo nitaiweka kwenye kumbukumbu zangu zote hivyo kwa parokia Chalinze. Anafanya vizuri, mmesema anajitahidi sana. Sasa msaidie sana, asiwe na mawazo bali aone kwamba kila kitu ni chepesi. Na muombee katika utume wake. Na tunashindwa kusema kwamba tumlete nani tena padri. Hatuna mapadri. Mapadri wa jimbo la Bagamoyo wako 14 tu.
14 tu. Unafanyeje sasa? Utawakuta wapi? Uwezo kumchanganya kasema sasa aje na awe na washirika. Washirika na karama yake na yeye ana karama yake, wapi na wapi? Na kwa shida sasa yuko hako kamoja hako, mkatunze vizuri. Hako kawaongoze misa hizo, kawahudumie, kawatakatifuze, kawafundishe, we mlee vizuri, ale vizuri, mwakisha nakula vizuri. Lakini vile vile naona amenenepa sawa. Lakini vile vile muhakikishe kwamba ana vocha za simu. Sawa Anapo wahudumia, we msiseme amemaliza mnaondoka, za msalimie. Sawa jamani? Katika ushirikiano huo na katika upendo huo, hata sisi makuhani tunapata furaha na tunajisikia vizuri tunapowahudumia. Kumbukeni jamani, na sisi ni watoto wa watu. Na sisi tumetoka kwa watu, na watu wenyewe ni nyinyi wenyewe. Na kwa sababu hiyo tusaidiane. Tusaidiane, sawa jamani? Tusaidiane ili kazi iwe nyepesi. Kwa mfano mimi nikiwa pale Bagamoyo nashindwa kulala kwa sababu hela zipo. Hili jimbo naliendeshaje? Jimbo hili nifanyeje? Niende wapi? Nifanye nini? Ngoja tuangalie. Ndio maana nimewasema wale wa UWAKA na WAWATA hamjaonekana kuchangia huko. Niwasema makusudi kwa sababu sijaona kwa ajili ya kutunisha mfuko wa jimbo. Sasa hizi nawasubiria kwenye tengeneza jimbo. Sawa jamani? Ili tuweze kupata kitu kutoka Chalinze. Kwa hiyo yote haya tukisaidiana kwa mtindo huo bila kuleana vibaya, tutafanya vizuri sana na Mungu atatukuzwa hapa. Nawaambieni, mtaona kabisa kwamba siku ile tukiwa mbinguni watu wa Chalinze wamewekewa nafasi yao katika ufalme wa mbinguni. Lakini kama tulikuwa tunapigiana mangumi, wewe tunasemana, tunasengenyana, nasema jamaa yale ya Chalinze yanaungua kule, ambao sio vizuri. Kama tunabaguana, maana maeneo mbalimbali kuna vimisema ambavyo unavikemea na sivipendi kabisa. Hiyo jambo sasa, hawa ni wakuja, hawa ni wakuja, hawa ni wenyeji. Hakuna cha mwenyeji hapa duniani, wapita njia wote. Tusaidiane. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Kwa visamiati hivyo vitoke katika vichwa vyenu. Mimi wote tumetoka, tumekikuta Chalinze, tutaiacha Chalinze, tutaenda tutazikwa kaburini, tutaondoka zetu. Kwa hiyo haya pia shike vizuri, na waomba sana. Na tusiishi kwa mazoea. Tuchangamke kama alivyosema baba paroko hapa, waliona kanisa zuri. Sasa hivi wanasema hivi Chalinze kuna nini? Wanaweza hata wakaonyesha vidole mapadre, makuhani na walei. Vipi pale? Utume hauendi? Kanisa gani hili? Nyumba gani ile ya mapadre? Watasema hivi, wanasema na wanapopita hivi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa napita huko. Sudana alijua tutakuwa Chalinze. Na Chalinze itakuwa yangu, sikujua. Kwa napita huko sasa, kanisa gani kale? Nimetoka parokia Temboni, walioenda Temboni Mtakatifu Agustino wameona kanisa la Mtakatifu Agustino Temboni. Walioenda Tagase wanafahamu Tagase ikoje. Mule nimefanya kazi. Walioenda Mavurunzo wanajua ni kanisa linalojengwa pale. Sasa unapopita hivi kanisa kale vipi? Mbona mji mzuri? Wanasema hata mimi nilikuwa champion. Sasa ya kwako sasa najiju. Kwa hiyo ndio yote najiju hapa, naongea mbele yenu hapa. Naongea wakati wa najiju. Kwa naomba tusaidiane jamani. Tuhakikishe tunamaliza kanisa hili. Na wale walioonyesha nia ya kuanza kujenga nyumba za mapadri huko Vigangoni wakazane. Sawa jamani? Chini ya baba paroko wenu huyo. Mimi wakaniambia kigango fulani kimejenga nyumba ya mapadri tayari, nakuja kutangaza moja kwa moja parokia hapa. Kumpunguzia kazi na yeye. Si anatembea paka Ruvu. Anaenda paka si wapi? Hapana.